Kisukari ima diabeti ni magonjwa ambayo mtu anayapata wakati anatumia sukari, kwa sababu mwili unahitaji homoni ambayo inaitwa insuline. Sawa? Insuline. Na hiyo insuline ni homoni ambayo inatengenezwa, sawa? Ni homoni ambayo inatengenezwa kwenye kongosho. Sawa? Kongosho tunajua sisi wote. Hatuijui? Tukichinja kuku. Sawa? Ima bata. Tunasema kuku ima bata kwa sababu njoo yenyewe tunazoea. Akina mama tunaandaa. Hakuna kitu kenye mnasemaga pale kwenye kama ni kwenye ini pako kitu kanaitwa kabuchungu. Kabuchungu. Kabuchungu kale tunasema kasi pasuki mumboga itakuwa chungu hadi mtaitupa. Hatutaikula. Kale njoo kenye kanatengeneza homoni inayoitwa insuline. Sawa? Sasa mwili unategemea hiyo homoni kuweza kutumika vizuri. Na hiyo homoni ikishindwa kutumika vizuri, kiwango cha sukari kwenye damu huwa kinaongezeka, kinakuwa juu. Sawa? Kwa sababu ya hiyo insuline tu kutofanya kazi vizuri. Sawa? Kiwango cha sukari inakuwa ndio sababu kuwa juu. Bimaana hiyo kongosho yako kama haitengenezi hiyo insuline vizuri, sawa? Ujue kama hiyo insuline yako haifanyi kazi vizuri, kiwango cha sukari kitafanya nini? Kitakuwa juu na kuleta madhara ya ugonjwa wa kisukari. Aina za kisukari tumesema ziko aina 3. Aina ya kwanza ni diabetes type 1. Sawa? Diabetes type 1 ima aina ya kwanza ya kisukari. Hii hutokea sana kwa watoto wadogo. Watoto wadogo na vijana ambao bado hawajakuwa watu wazima. Sawa? Hiyo inatokea kwa sababu gani? Mwili huwa unashindwa kabisa kutengeneza insuline. Mwili ukishindwa kabisa kutengeneza ile insuline, sawa? Hiyo insuline. Mwili ukishindwa kabisa kutengeneza insuline, njoo hao watoto wanakuwa wanafanya nini? Wanaumwa hiyo diabetes ya type 1. Ni watoto wadogo hadi vijana wa umri wa miaka 14, 15, 16. Tiba yake hiyo ni nini? Au wanapigwa ni shindano. Sijui kama unasikia watoto wanapigwa shindano za insuline. Ushawahi kuisikia? Ama wanatumia vidonge vya insuline. Hiyo inakuwa ni ya maisha yao yote. Wanabakilia ni hiyo mashindano na hivyo vidonge vya insuline. Sawa? Kwa sababu ya kongosho kushindwa kutengeneza insuline vizuri. Na dalili za hiyo diabetes kwa watoto ni hizi zifuatazo. Utakuta mtoto yeye anabaki anahisi kiu cha maji ya kunywa kila muda. Maji ya kunywa kila muda, maji ya kunywa, anahisi kiu kila muda. Sawa? Alafu anakuwa ni mtoto mwenye kukojoa sana. Sawa? Alafu anakuwa ni mtoto ambao gisi siku inaisha, ndio gisi anaenda napungua uzito. Vilo vinaenda vinapotea. Sawa? Ukiona hizo dalili, harakisha kwenda hospitalini na umfanyishe vipimo mtoto. Ukikutwa na hiyo maradhi basi itakuwa ndio hivyo tena. Allah tunusuru na tukinge na maradhi kama hayo, kwa sababu ni maradhi mazito sana. Ama kisukari aina ya pili. Attention, na ikiwa utakuwa uko katika hiyo hali ukatia uzembe, basi ujue kama hiyo huwa haikawizi kupoteza maisha ya binadamu. Ni kwa muda mchache sana. Sawa? Ndio maana ukiona hizo dalili ni haraka sana kukimbilia hospitalini ili uweze kusaidiwa kwa matibabu. Ima aina ya pili ya kisukari ndio kisukari ambacho tunazoea kwa watu wazima. Sawa? Hii diabetes ambayo tunaizoea. Sawa? Hii diabetes ambayo tunaizoea.
Hiyo nayo mwili unatengeneza insuline. Ile insuline mwili unaitengeneza, ila haifai kazi vizuri. Hiyo insuline inakuwa haifanyi kazi vizuri. Kuko na insuline madamu unayo ila haifanyi kazi vizuri, sawa, basi ujue kama utapata maradhi ya kisukari. Na kitu ambacho kinasababisha insuline kutofanya kazi vizuri ni sababu hizi zifuatazo. Mtu kula sukari kupita kiasi. Kuna watu wanakula sukari hapana mchezo. Sawa? Utakula sukari kwenye chai, ukule sukari kwenye keki, ukule sukari kwenye mandazi, sawa? Makokola tende, makashikashi. Hiyo yote ni sukari tunatengeneza. Kunywa soda, mapipi, majojo. Sawa, mabiskuti. Yaani unakula sukari bila mpangilio. Basi ujue kama ukila sukari kupita kiasi, ujue kama unasababishia matatizo insuline yako kuweza kufanya kazi vizuri. Na kuna watu ambao ni wazembe, hatembeaji. Unakula sukari lakini hapa na pale ushike moto, hapa na pale ushike beskeli. Haufanyaga hata mazoezi kidogo. Kutofanya mazoezi pia, sawa, nako kuna madhara makubwa. Sawa? Na dalili za hicho kisukari nadhani sote tunazijua. Dalili za kisukari, kuna kujisikia mwili umechoka sana, uchovu. Sawa? Madonda kuchelewa kupona. Unajua kwa nini madonda yanachelewa kupona kwa mtu mwenye kisukari? Kwa sababu ulaji wa sukari mingi, sukari inaenda kuharibisha baadhi ya mishipa ya damu. Ile mishipa ya damu inapoharibika, ukitoka kidonda hiyo sehemu kwenye mishipa ya damu imeharibika, sawa, huwa damu haifiki vizuri sehemu hiyo, na hii damu ndio inasafirisha, sawa, virutubisho vya kwenda kufanya nini? Kutibu majeraha, sawa, na kupigana na mikrobe ambazo zinatoka sehemu za nje au nzi ambao wanaenda kwenye kidonda, sawa. Hii uchafu ambao unaturukia, kuna uchafu mwingi, mikrobe nyingi ambazo zinaenda kwenye madonda. Sasa hii damu ndio inasafirisha virutubisho vya kwenda kutibia lile jeraha na kutuma wale wasoda wa mwili kwenda kupambana sasa na zile mikrobe. Hii damu sasa haifiki hiyo sehemu vizuri kwa sababu mishipa ya damu imefanya nini? Imeharibika kutokana na nini? Na sukari nyingi kwenye mwili. Ndio maana donda la mtu mwenye diabeti huwa haliponi. Sawa? Na likipona linapona kwa kuchelewa. Sawa? Kukojoa mara kwa mara. Yule ambaye anaumwa diabeti ni mtu ambaye hapa na hapa anahisi haja ndogo, hapa na hapa haja ndogo. Ukiona hizo dalili ujue kama uko na dalili za nini? Za kupata kisukari. Sawa? Alafu aina ya tatu ya diabeti ndio hii diabeti gestationnelle. Tukisema diabeti gestationnelle ni diabeti ambayo wamama wajawazito huwa wanaipata wakati ni mjamzito. Mama wakati ni mjamzito, sawa, inatokea kwa mama wajawazito nafasi kubwa, hii aina ya tatu. Sawa? Ila anapojifungua huwa inafanya nini? Inakwisha. Sawa? Huwa inafanya nini? Inakwisha wakati anajifungua. Ila kipindi huko mjamzito ukienda kupima, unaweza kujikuta unayo. Baada ya kujifungua ukasikia umefanya nini? Umepona. Ila hii sasa sio nzuri kwa sababu huwa inaongeza madhara ya kuweza kupata diabeti ile ya kuendelea, ile ambayo ni ya hasara sasa. Ile ambayo tunazoea haifai nini? Haiponi. Kwa sawa sawa. Unaelewana? Mimi mnasikia? Tumpeleni tu. Changamkeni. Mimi nimelala. Shika naendelea kufundisha. Haya, tunaendelea. Madhara ya pili ya kisukari.
Madhara ya kwanza tushaona ni nini? Ugonjwa wa nini? Wa diabeti. Sawa, na diabeti tumeiona aina ngapi? 3. Tunaenda madhara ya pili ya sukari. Aina ya kwanza amesema nini? Aina ya kwanza ya diabeti amesema diabeti ya sukari kupita kiasi. Ndio mwalimu? Hapana. Ya sukari kwa ndogo. Ndio mwalimu? Ndio. Aina ya pili ya sukari kuwa nyingi mwili. Ile ambayo tunataka maradhi unasema sukari kidogo sana tamu. Kama hiyo. Aina ya tatu akasema aina za diabeti ni 2. Ila ya pili sasa ndio imegawanyika aina. Haya, ya pili imegawanyika aina. Haya, hii ya pili imegawanyika aina 3. Aina ya kwanza. Aina ya kwanza. Unakuja mmejishanganya. Ni pale mwanzo. Umesema kama diabeti inagawanyika aina ngapi? 3. Na hali ya kwanza inagawanyika aina ngapi? Diabeti inagawanyika aina 2. Moja, inagawanyika aina ngapi? Hii sasa inaanza kuwauliza sasa. Aina za diabeti ni ngapi? Ya sukari kufanya nini? Kukua nyingi na ya sukari kukua sawa 2. Tukasema hii ya sukari kukua nyingi sasa imegawanyika aina ngapi? Aina sawa? Imegawanyika kwa aina. Aina ya kwanza ni ile inayoshika watoto na vijana, sawa? Watoto wadogo wadogo. Aina ya pili ndio ile inayoshika watu wazima. Aina ya tatu inashika wajawazito. Vizuri sana. Tuko vizuri hapo? Tunaenda vizuri hapo? Mashaallah. Mimi namuingilia sana shehe kwenye kisomo. Mkubwa ameleta pale tuambie, yeye mwenyewe asimame tuambie. Hayo mambo anaweza kuzungumza shehe. Tunaendelea. Amefanya kabu hapa hajati. Au tumekaa hivyo hivyo zungumza. Biswau. Diabeti ziko aina. Diabeti ni ya sukari kushuka na ya sukari kupanda. Sawa? Ila hii ya sukari kupanda imegawanyika katika vipengele vingapi? Inashika wa mimi hapo sukari ya kushuka inashika iko aina ngapi? Hapo naona kama wanafanya wachanganya. Shewe sema sukari ya kupanda kwa aina ya kushuka nayo kwa aina ngapi? Haya, vizuri sana. Okay. Katika madhara ya sukari ndio kwenye tuko. Tunarudi kwenye mada. Tuko kwenye madhara ya sukari. Madhara ya kwanza tumeona diabeti kisukari. Madhara ya pili, sawa? Kuongezeka unene na uzito kupita kiasi. Kuna watu ambao ni wanene. Anasema nimekulaka vizuri. Nina afya nzuri. Kuna wengine ni wababa wana vitambi kama shekhe wetu pale Kabura. Anasema mimi na kitambi na kula vizuri. Atizame vizuri siku ni sukari. Atizame vizuri siku ni sukari. Kwa sababu sukari ikiwa nyingi kwenye mwili, sawa, inabadilishwa kuwa mafuta. Sukari nyingi kwenye mwili inabadilishwa kuwa mafuta. Tunaelewa hapo? Sawa? Na vile vinureve unasemaga viko mwili. Vile ni kwa sababu ya nini? Ya sukari kuwa nyingi kwenye mwili. Tuko sawa sawa? Hiyo ni katika madhara ya sukari. Kuwa na uzito kupita kiasi. Wale watu wanasikiaga ni wanene sana. Hadi kutembea inakuwa shida. Akitembea akifika fasi akikaa utasema ni mfuko wa makao anatupa chini. Hata usimama tena. Inakuwa ni nini? Sukari kupita kiasi. Madhara ya sukari yangine. Sawa? Tulikuwa tunazoea sukari inauguza tu nini? Diabetes. Ila tuko tunaenda sasa tunapata zingine faida sasa. Sawa? Faida. Madhara yangine ya sukari inaleta magonjwa ya moyo.
Magonjwa ya moyo. Sawa? Sukari ikiwa nyingi inaweza kuongeza mafuta mabaya kwenye damu. Sawa? Ikishaleta mafuta mabaya kwenye damu inafikiri na nani? Inaongeza hatari ya shinikizo la damu kwenye mwili. Inafikiri inasababisha magonjwa ya moyo. Kwa sawa sawa. Sukari ikiwa nyingi inafanya nini? Inaleta nini? Tunamaliza kusema nini huko nyuma? Uzito na unene. Hivi tunaona inaongeza nini? Magonjwa ya moyo. Sawa? Kwa sababu ikiwa nyingi, sukari ikiwa nyingi kwenye damu, sawa, inasababisha mafuta mabaya. Sawa? Inatengeneza mafuta mabaya kwenye damu. Sawa? Inafikiri inaleta athari ya shindikizo la damu. Tunaelewana? Tuko sambamba? Huko nyuma tuko sambamba? Tunaelewana vizuri? Unasemaje Sheikh? Kule nyuma mmesema ndio. Tunamaliza kusema nini huko? Ili ni darsa na umuhimu wa darsa ni kupata faida. Sawa? Umuhimu wa darsa ni kupata faida. Kuna wale ambao wanakuja wanatoa mawaidha. Wanalia, tunatoa mawaidha, tunalia. Sote ni maimamu. Hapana, mimi ni imamu. Madamu nimesimama mbele zenu. Tukiwa tuko kwenye mawaidha ya kutengeneza nafsi. Ni mawaidha kufanya nini? Hivi tuko katika mawaidha kufanya nini? Ya kutengeneza afya ya mwili. Sawa? Kuna mawaidha kutengeneza afya ya roho, hapana ya moyo. Kwa sababu kuna tofauti ya roho na moyo. Tofauti wake tuna tofauti ya roho na nini? Na moyo. Sawa? Tunaelewa? Utofauti, moyo ni hiki kiwiliwili ambacho tuko nacho kwenye mwili. Sawa? Hiki kiwiliwili. Ukisikia ile njoo yenyewe watu wengi wanasemaga njoo roho. Ila sio roho, ile ni moyo. Sawa? Ila roho haionekanagi, ni njoo, yani pale ambapo binadamu anatolewa roho na sio tunasema uhai, yani roho ni uhai. Roho ni uhai, haionekanagi. Sawa? Ila moyo njoo ile yenyewe sisi tunasemaga njoo wewe walimupiga ku roho. Ile ni moyo. Sawa? Njoo moyo huyu ambao tuko nayo. Sawa? Ndio maana kuna tofauti ya roho na moyo. Tumeelewa? Wafaransa wanafikiri wanaelewa. Kuko cœur na esprit. Cœur njoo hiki kiwiliwili, esprit sasa njoo ile roho. Njoo gisi tunajua. Na hiyo moyo njoo tunajua kama ni roho. umutima n'umushaha. Umutima n'umushaha. Sasa hivyo vyote sasa vinafikiri vinatengenezewa wapi? Hapo kwenye roho. Hiyo esprit iko kwenye roho. Sawa? Na hiyo roho iko kwenye moyo. Na hiyo moyo uko kwenye roho. Salamu alaykum. Inachanganya kidogo. Sheko na wafunza afya ya miili yetu, ndio hivyo. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio daktari. Tunaenda kwenye athari ya 4. Sawa? Athari ya 4 ya sukari, kuharibika kwa meno. Kuna watu sikia jino linauma, vimekata kabisa. Waka wakaenda wakafanya nini? Wakaongoa. Sawa? Inaonekana wafanye nini? Walitowe.
Kuna wengine ambao akicheka hivi, subhanallah, meno kama yako iko mapei, kama yako iko nini, kwa sababu subhanallah, kashikashi nyingi. Hadi hata mume unasikia haya kutabasamu kwa mume. Sababu gani? Meno hayako vizuri. Madhara gani ya sukari? Sawa? Kwa sababu unapotumia sukari pale kwenye kinywani pale kuna bakteria, wadudu ambao wanapenda sukari sana. Ukitumia sukari wao kazi yao sawa, wanabaki pale kwenye meno, wanakula ile sukari ambayo iko kwenye meno. Sawa? Aha. Hapo sasa ndio kwenye tulitaka tufike, tunaingia. Huko tutaingia huko. Basi acha tuende moja kwa moja. Ndio maana huko wanatuambia hivi, ni muhimu sana kuswaki kila baada ya nini? Ya kula. Sasa we ulikuja hapa kwa kikao, baada ya kikao ulipitoa pale kashikashi, unaenda unakula, utaswaki? Ulipitoa pipi uko unatumia, utaswaki? Kila unapotumia pipi utaswaki? Kila unapotumia kashikashi utaswaki? Ushaona? Kumbe utu vitu wenyewe tunabaki tunatumia tu. Kila kwenye huko unabaki unatumia tu vitu vya sukari. Unajua uko unafanya nini? Unajisababishia nini? Madhara ya afya. Sawa? Ndio maana kama unavyozungumza ni vizuri. Na mimi napitoa kashikashi zangu na nitazilia nyumbani, baada ya kuzila nitapitisha kamswaki. Khalas, alhamdulillah. Ila sina uhakika kama ukipitoa kashikashi unaenda unakula barabarani, eti utafika nyumbani uswaki. Usidanganyani. Na hata uzitumie nyumbani, umalize tumia kashikashi au utaswaki. Sina huyo uhakika. Na sina uhakika kama unapomaliza kutumia pipi eti utaswaki. Sina huyo uhakika. Sio mbele ya kulala. Inasemekana hivi, tunaambiwa hivi kiafya. Sawa? Ni lazima uswaki kila baada ya kutumia kila chochote. Ukishatumia kitu kinaitwa ni chakula, fanya nini? Swaki. Tulisema sukari ni nini? Sukari ni nini? Tulisema sukari ni chakula. Tunarudia nyuma. Ndio maana unapotumia sukari, maana yake ushatumia chakula, inabidi ufanye nini? Tumeshasahau. Mada imekuwa ndefu. Kisomo kimekuwa kirefu. Kule nyuma wanauliza sukari ni nini? Masha Allah, Mungu afanye kheri. Wale wanapata mapointi vingi, sukari ni cha. Naam, tunaendelea na madhara ya sukari. Sukari unaweza kusababisha uchovu wa mara kwa mara. Sawa? Sukari inaweza kusababisha uchovu wa mara kwa mara. Kwa sababu gani? Sawa? Unapotumia sukari nyingi, sawa? Inapanda haraka kwenye damu, sawa? Katika ile kasi ambayo imetumia kupanda haraka, insulini ikiwa iko vizuri sana kwenye mwili, ikairudisha nyuma kwa haraka, sawa? Inarudia tena nyuma haraka. Na baada ya sukari kupanda haraka na kushuka tena haraka, inafikiri inasababisha uchovu. Sawa? Unajisikia njoo pale, unaweza kuwa umemaliza kutumia chakula. Ukikaa hivi sisimami. Bimaana hapo sukari na kumefanya nini? Imepanda haraka na inashuka kwa kasi, ili iweze kurudia kwenye kiwango chake cha sawa. Sawa? Unafikuna unajihisi uchovu. Unaelewa? Kwa sawa sawa. Inakuwa iko vita iko mwili wako. Ile vita ile mashambulizi, usongamano, ile hali ya wingi wa sukari inapelekea kudhoofisha mengine, tunakuwa dhaifu. Ndio shaka nakwambia. Watu vizuri. Kwa sawa sawa. Madhara ya sukari sio diabetes tu. Madhara ya kutumia sukari nyingi sio diabetes tu. Madhara mengine, sukari inaathiri ini. Nasikia watu wanaumwa ini. Unaumwa ini. Nimeumwa ini aje tu. Ilitokea kunini? Kwa sababu gani? Sukari imekuwa nyingi sana. Sukari ikiwa nyingi, sawa? Inasababisha kutengeneza mafuta kwenye ini. Sawa? Hayo mafuta yakishajikusanya kwenye ini, sawa? Huwa ini linafanya nini?
linadhoofika. Sawa? Kwa sasa hiyo madhara ya ngapi? Kwa wenye wako wanaandika. Hawajakielewa hicho, wala hawajasikia hata uoga. Unajua faida ya ini katika mwili. Maadamu ni mada, unajua faida ya ini katika mwili. Hamuijui. Ndio maana mnatumia sukari kwa wote. Hamjui faida ya ini kwenye mwili. Basi siku nyingine Sheikh atatupangia siku, tutakuja kupana mada ya kila kiungo cha mwili na faida yake. Hiyo mada tutakuja kuitoa. Kila kiungo cha mwili na faida yake. Sheikh atatupangiaga inshallah. Siku atatupangia tutakuja kutoa faida ya kila kiungo kwenye mwili na faida yake. Sawa? Ili ujue ukiathiri kiungo fulani cha mwili, ujue kama unakuwa umefanya nini? Umeharibu afya yako. Sawa? Ila tujue kama katika madhara ya sukari, madhara yanaathiri nini? Maini. Sawa? Pia vile vile sukari inaathiri mafigo. Sawa? Sukari inaathiri figo. Hiyo ni madhara ya ngapi? Ya 7 kwenye kuandika ni ya 7. Awanzie mwanzo msikie. Tuseme ya kwanza. Ya kwanza ni diabete. Hapo ndio umesahau. Madhara ya sukari. Ya kwanza ni diabete, kisukari, sukari kukua juu. Sawa? Ya pili uzito. Ya 3 magonjwa ya moyo. Ya 4 matatizo ya meno kuharibika. Ya 5 uchovu wa mwili mara kwa mara. Ya 6 madhara ya ini. 7 madhara ya nini? Kwa sababu kwa watu wenye kisukari au sukari kukua nyingi kwenye damu, figo zinaweza kuathirika polepole hadi zinakuja kupata madhara makubwa. Sawa? Acha sasa tuguse kwa kitu ambacho kila mwanamama na kila dada anapenda. Hapo sasa tukigusia hapo, kila mtu atapunguza kutumia sukari sana. Sukari inasababisha uzee. Uzee wa nini sasa? Uzee wa nini? Sukari inasababisha ngozi kuzeeka haraka. Subhanallah. Uso unapepeta macho kabisa. Mifunyunyu. Choka, uso unachoka, maini yamechoka. Kwa sababu gani? Kwa watu ambao wana chunusi ambazo haziishagi, zile chunusi za usoni zenye haziishagi, ni madhara ya sukari. Sawa? Sukari kuwa nyingi mwili hadi inatengeneza mafuta kwenye uso, unakuwa na chunusi ambazo haziishagi. Uko sawa sawa? Kumbe ukiona uko na chunusi zenye haziishagi, ichunguze ile sukari unakulaga sana kwenye makokula tende, makashikashi, masoda, makeki, ile masukari ambayo unaitumia hasa ile sukari za kuongeza, pana za asili, hasa zile za kuongeza, mapipipipi, mabiskuti, nyongtana unakuwa na machunusi, na ukishakuwa na machunusi ujue kama hiyo ana ngozi itazeeka mapema. Kabla hajaendelea kuna kauli unapenda kuzungumza, unaona mimi nikiwemo. Eti mwenye kulinda afya. Eti wana na sijilinda hizo adabu. Sio wanasema samia hata wenye kutokunywa wanakufa. Unasema kauli mbaya. Akina mama mara nyingi neema za Mungu tunapenda kuzikufuru. Sawa? Acha tupandie kwenye hii kauli ya shekhe. Tutatoa muda wa maswali. Tupande kwenye hii kauli ya Sheikh. Sawa? Si tutakufaga. Sawa? Kwa nini masasa ikipiga tunakimbia kujificha sisi wote mwanyu? Ajabu rahman. Lakini tutafanya nini? Tutakufa. Kwa nini tunakula? Tusifina njaa.
Sawa? Kumbe kama yote tunaokopa kufa, ndio tunaokopa kufa, lakini tutafanya nini? Kumbe wakati tutakufa, maadamu tutakufa, ila tufanye nini? Tujilinde. Sawa? Tujikinge. Tufanye utaratibu mzuri wa nini? Wa afya zetu. Sawa? Naam. Kwa kumalizia, maadamu itakuwa nje ya mada, tutawaachia faida moja. Kuna dawa moja ambayo nitawaachia. Sawa? Nitakuachieni dawa hii ya magonjwa ambayo huenda wengi miongoni mwetu tunayo, ila yanatusumbua sana. Yanatusumbua sana. Maadamu na hivyo tutapata tu, semeni inshallah. Tuko pamoja? Tuko sawa sawa? Naona kuna bibi mkubwa kule amesinzia. Kuna bibi mkubwa amesinzia. Naam. Tunaenda kumalizia mada yetu. Ili kujikinga sasa. Sawa? Kwa wale ambao bado hatujapata madhara ya kisukari. Sawa? Hatujapata madhara ya kisukari katika yale yote tuliyoyazungumza. Yako mangapi? Katika yale yote tuliyoyazungumza yako manane. Yako manane. Jambo la mwisho sijilo la uzee, hamkumbuki? Ngozi. Yako mangapi? Tuyaimbe. Tusikie kama tutayaweza. La kwanza. La pili. 3. Inna lillahi. Ya 4 kuoza kwa meno. Ya 5. Ya 6 kuathiri ini. Ya 7 figo. Ya 8 kuzeeka kwa uso, kwa ngozi, kuzeeka kwa ngozi. Sawa? Ngozi kuzeeka haraka. Sasa ili kujikinga sana hayo yote gisi yako mangapi? Manane. Pia kujikinga na sukari kutofanya nini? Kutokwenda chini, kupata athari ya ile sukari ya kupungua. Sawa? Kujikinga na hayo yote. Jambo la kwanza, tupunguze kunywa soda. Shekhe nimempatia mtihani, nimemtuma soda amekosa. Nilitaka niwafanyie praktiki hapa ambayo ingesababisha huenda ingetusababisha sisi wote tuhewe soda. Ile ya mchupa ingetusababisha sisi wote kuhewa soda. Nimempatia mtihani shekhe, umemshinda, ameikosa. Nasema alhamdulillah kuna zinakosekana hizi siku. Citron. Ile ya mchupa. Ya mkidaji. Vingine vya plastiki. Vya plastiki vina madhara, lakini praktiki ambayo nimetaka tuione, ile ya plastiki tutapata athari ndogo para poro ya ile ya chupa. Tungepata athari ndogo para poro ya ile ya chupa. Ndio athari zitaonekana, ila zitakuwa ndogo. Sawa? Zitakuwa ndogo. Basi tupunguze kufanya nini? Na kutumia vitu vyenye sukari nyingi ya kuongeza kama ile makekekeke. Wadada wanapenda vitu ya manani, ya anniversary. Kila mwezi anniversary, kila mwezi keki. Kisha kutana kuna dada mmoja ishaka kuwa na chunusi usoni, zishaka hata kupona. Subhanallah. Eti wamemrogaka. Hawajakuroga, umejiroga peke yako. Eti unapenda kutumia makashikashi. Vitu ya sukari unachunusi. Eti wamekuroga. Tutumie kwa hesabu. Ndio maana wamesema tupunguze. Sawa? Hawakusema kuacha completement. Wamesema tufanye nini? Tupunguze. Hawakusema tuache.
Tufanye nini? Haya. Asante. Alafu kwa wale ambao wana uzito kupita kiasi, tufanye mazoezi mara tufanye mazoezi ili kupunguza mafuta kwenye mwili. Kwa sababu ukifanya mazoezi ile joto, ile mazoezi yanachoma mafuta ya mwili, sawa? Yanapunguza mafuta kwenye mwili, unajikuta mwili unapata ka movement kidogo, mwili unakuwa kwenye wastani mzuri. Mazoezi tunayafanya aje? Sawa. Humo ndani, sio kwenda barabarani. Ndani kuna mifumo ya kufanya mazoezi ndani. Kuna watu wanaenda masala, wanasema masala musculation. Wamevala masuruali, eti alivala suruali shakatia na jilbabi. Mama wa Kiislamu matunda badala ya kutumia pipi, sukari, keki. Sawa? Kula matunda. Ndizi ambayo kwa lugha ya mjini tunasema bitika. Tumia bitika. Iko na sukari. Tumia nanasi. Sawa? Iko na ile sukari ambayo mwili unahitaji. Sawa? Kwa sababu hapa kuna sukari ambazo zinahitajika kwenye mwili. Kuna aina ya sukari ya kwanza inaitwa fructose. Sawa? Hiyo fructose kitaalamu ni sukari yenyewe inapatikana kwenye nini? Kwenye matunda. Sawa? Inaitwa aje? Vizuri mkulua Faransa. Kuna ingine aina ya sukari ambayo inaitwa galactose, inapatikana kwenye maziwa. Haya maziwa ya ng'ombe unakamua, unatumia. Sawa? Yale maziwa ambayo tunapata ya unga, yale maziwa ya unga. Sawa? Yale yote yanapatikana mo sukari inaitwa galactose. Sawa? Kuna aina ya sukari inaitwa maltose, inapatikana katika hivi vinywaji sasa. Sawa? Hivi vinywaji umetengeneza juisi ya nanasi, juisi ya apple, juisi ya hembe, juisi ya mabungo. Hapo ndio tunapata sukari inaitwa maltose. Sukari ambayo inapatikana kwenye juisi. Sawa? Kuna sukari inaitwa lactose. Inapatikana pale sasa vile vyenyewe tunaongezaga sasa. Inapatikana kwenye fromaji, ile maziwa ya yauti ambayo tunayatumia. Inapatikana kwenye kreme zile tunazozinunua kule. Sawa? Na kuna ingine sasa sukari ambayo sasa njoo sukari ile yenye tunazoea sisi wote sasa njoo inaitwa saccharose. Ile tunatia mchai. Ile ya kutia sasa mchai njoo inaitwa saccharose. Hizo njoo aina za chai kitaalamu hapo tunazungumzia. Ile ya kutia mchai. Uipike na chai, uitie mchai, hiyo inaitwa ni saccharose. Sawa, ndio maana tunashauriwa kufanya nini? Kutumia matunda sana badala ya nini? Alafu tunashauriwa kunywa maji mengi. Sawa? Kunywa maji mengi. Kunywa maji mara kwa mara, ila tunywe maji yanapohitajika. Sawa? Sukari ya kuongeza inaitwa aje? Saccharose. Sio jina zito. Saccharose. Ndio sukari yenyewe tunaongezea wapi? Ile tunatia mchai, tunatia muuji. Muda. Basi tutosheke na hayo, nadhani faida tutakuwa tumezipata. Sijui labda kuna maswali mawili matatu.